Radio Citizen. Radio number 1. Tunaweza ingia tu moja kwa sababu tulikuwa tumetaja. Wakati tulikuwa tunaongea kuhusiana na vile mambo ndoa ziko na vile zimepangwa. Alafu tukasema sasa tuone sasa ikiwa ni kwa sababu tulikuwa tunaongea kuhusiana mambo ya kuachana na kutengana. Separation na divorce. Labda naweza kutaja tu kwa dakika moja hivi, unaweza kutukumbusha wengine wetu mambo mengine inatupita kidogo. Separation ulisema nini katika ndoa na pia divorce, ili tuweze kuona kwa mfano ili likifanyika basi sheria ya urithi inasemaje basi. Karibu sana wakili. Juma lililopita katika darasa letu la masuala ya kujijulisha hali ya sheria tulizungumzia sheria ya kuachana kati ya mume na mke, na tulisema ya kwamba kuna kile kitu ambacho kinaitwa amri ya muda ambayo inaitwa decree nisi, ambayo inatolewa kwa hali ya kwanza pale mtu ambapo ameenda kotini na ametoa malilio yake ya kutaka kuachana na mtu fulani. Alafu hapo baadaye, baada ya ushahidi kushughulika kusikizwa na ibainike wazi ya kwamba hiyo ndoa haiwezi ikaendelea, basi koti inatoa uamuzi ama amri ya mwisho ya kuhakikisha kwamba ndoa hiyo imefika kikomo, na hiyo amri inaitwa amri ya mwisho, ama kwa Kiingereza inaitwa decree absolute. Sasa hapo ndoa itakuwa imefikia kikomo. Na tulisema ya kwamba kuna masuala kadha wa kadha ambayo yanaweza kusababisha ndoa kufika katika kikomo. Na tulisema ya kwamba swala la kwanza ni ile hali ya uzinzi katika ndoa, alafu jambo la pili ni ile hali ya ukatili katika ndoa. Nambari 3 ikawa ni ile hali ya kutoweka kwa muda mrefu katika ndoa, na ya 4 watu ambao wako katika ndoa wanaweza kukubaliana ya kwamba hii ndoa yao haifanyi kazi, na kwa hivyo wanakubaliana ya kwamba hii ndoa iweze kufikishwa kwa kikomo kwa njia ya kukubaliana. Yani kwa lugha ya Kimombo mutual agreement, kwa minajili ama kwa sababu ya ndoa imevunjika na haiwezi tibika, irretrievable breakdown of marriage. Haya ndio masuala ambayo tulikuwa tumeangazia juma lililopita. Na juma hili inshallah tutaangazia mambo ya urithi baada ya sasa watu kuachana katika ndoa. Thank you very much. Na kumbuka pia uniambie uko na sheria ya urithi pale ambapo kuna wosia, na tukasema ya kwamba hii ni ile hali ambayo sasa mtu ameandika chini akisema ya kwamba nataka, ikiwa nitatoweka ama ikiwa sitakuwa na uwezo, mali yangu itashughulikiwa hivi na hivi na hivi. Na kumbuka ya kwamba nilisema pia itakuwa ni vyema ikiwa waweza kupata usaidizi wa wakili na kusaidia ili uweze kuandika wosia. Lakini si kusema ya kwamba mtu hawezi kuandika wosia yeye binafsi, kwa sababu unajua wosia unatoa tu mwongozo kamili vile ambavyo mali yake itashughulikiwa baada ya kutoweka, ama ikiwa itafikia wakati ambao hana uwezo wa kushughulikia mali yake. Wakili anaingilia wapi by the way? Wakili, unajua wosia ni stakabadhi ya kisheria. Kwa sababu ikiwa kutakuwa na malumbano, kutakuwa na tetesi ya kwamba labda yule ambaye ameandika wosia alilazimishwa, basi haya masuala lazima yatafika kotini. Na ni vyema ikiwa sasa utasaidiwa na wakili kuandika wosia wako, ndio wakati ukifika ya kwamba kuna yeyote ambaye anatoa tetesi na anataka kwenda kotini kusema ya kwamba huo wosia si wosia mzuri, basi koti itakuwa inaangalia kwamba itakuwa inaangalia na kuweza kuonyesha kama huo wosia uliandikwa kulingana na sheria ama huo wosia haukuandikwa na sheria. Na unajua sheria, katiba yetu ya Kenya
mwaka wa 2010 ilileta kipengele cha 159 ambacho kinasema kwamba haki za watu wote katika katiba ya Kenya zitashughulikiwa na zitafanyiwa pasipo na kuzingatia technical ama procedural technicalities. Procedural technicalities ni kwamba ikiwa unataka kuenda kotini kutoa malalamishi fulani, lazima uwasilishe fomu fulani ya kisheria. So unaona ya kwamba wakati mwingine mtu ambaye si mwanasheria hawezi elewa ni fomu gani anafaa kufile kotini. So ikiwa sheria itaangaliwa ama haki za watu itaangaliwa kulingana na fomu ambazo mtu anafaa kuwasilisha kotini, watu wengi sana haki zao zitadhulumiwa. Manake si watu wote ambao ni wanasheria. Na ndio katiba ya Kenya ikasema kwamba ikiwa wewe una malalamishi fulani, muradi tu umefika kotini na umetoa malalamishi yako, hata ikiwa haujafuata procedure ama njia ambayo unafaa kufika kotini, muradi tu umefika kotini na umetoa malalamishi yako, koti inafaa itoe uamuzi kulingana na haki zako, pasipo kuangalia njia ama stakabadhi ambazo umeleta kotini. Ikiwa kwa mfano mtu amekuibia pesa ama ulimkopesha mtu pesa na hajalipa, ukifika kotini na umeandika barua na labda sheria ya Kenya inasema ya kwamba unafaa kuhakikisha ya kwamba stakabadhi za kotini ndizo ambazo umewasilisha, koti haitaangalia hiyo sana, itauliza swali moja: ulimpa huyu bwana pesa, amekulipa ama la, na itatoa uamuzi pasipo kuangalia stakabadhi za koti. So ndio hapo tunasema kwamba 159 kipengele cha 159 ya katiba ya Kenya. Hiyo ni tatizo. Kwa lugha ya kimombo inasema ya kwamba substantive justice shall be dispensed in Kenya without due regard to procedural technicalities. So tukirejelea hapa katika masuala yetu ya urithi, tulikuwa tunasema ya kwamba katika ndoa inavyoenda, aidha watu wamewachana, alafu sasa nini kitabakia. Juma lililopita tulikuwa tumezungumzia mambo ya sheria ya uvunjaji wa ndoa. Na sasa ndoa inapovunjwa kuna masuala mengi ambayo lazima pia sheria ishughulikie. Swala la kwanza ambalo sheria lazima ishughulikie ni swala la mahitaji ya watoto, na swala lingine ni kuhusiana na mali ambazo hawa watu ambao wameachana ipo katika hiyo ndoa ambayo imevunjwa. Na tulisema ya kwamba kwa ufupi sana tukazungumzia kwamba kuna mali ambayo wale watu ambao wameachana, mali ambayo walipata kabla ya waingie katika ndoa, na mali ambayo wamepata wakiwa kwenye ndoa, wakiwa kwa pamoja. Sasa wanapoachana, haya ni masuala ambayo lazima yazingatiwe na lazima yashughulikiwe kisheria. Tutazungumzia mambo ya watoto katika mazungumzo yetu ya siku zijazo, lakini kwa leo tutazungumzia masuala ya mali ambayo ipo wakati ndoa imevunjika. Kumbuka kwamba haya masuala tukianza kuongelelea kila kitu ni masuala mengi sana na ni mambo makubwa ambayo labda inahitaji tuwe na semester moja ya kufundisha kwa Kenya, lakini tunajaribu kuchukua yale ambayo tunaweza ili watu waelewe. So leo tutakuwa tutazungumzia mali ambayo imebaki katika ndoa, haswa tukiangalia